Karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo tokea Mwanza. Leo nakuletea mada inayosema hasara wanazozipata wanaopotezea mautundu ya mapenzi ya kitandani, wanaodharau, wanaopotezea, wasiojali mapenzi ya kitandani. Mada hii imeletwa baada ya kusikitishwa na dada mrembo sana, amesoma, ana degree yake nzuri sana, lakini ndoa ya miaka 12 imekaribia kumshinda. Mwanaume hajali. Nimeongea naye karibu masaa mawili kwenye simu. Kinachosikitisha ni kwamba maelezo ya dada huyu anaonyesha wazi kabisa kwamba kipindi cha uchumba mwanaume alionyesha mapenzi mazuri sana ya kuaminika. Mapenzi mazuri sana ya kuaminika. Yaani ameshawishika kuolewa baada ya kuonyeshwa mapenzi ya kutosha. Na hali hii inaweza ikawa imekukuta wewe, au imekukuta rafiki yako, imekukuta jirani yako au ndugu yako, kwamba ni kweli mahusiano yao ya mwanzoni yalikuwa mazuri sana na ya kujivunia. Tujiulize swali, shida ilianzia wapi mpaka mwanaume akabadilika akawa mchungu, au mpaka mwanamke akabadilika akawa mchungu? Shida imeanzia wapi wakati mlianza vizuri sana kwenye ndoa yenu? Kwenye kitabu cha Biblia kinachoitwa Wafilipi, Mtume Paulo anazungumza mahali fulani, anasema yeye aliyeanzisha kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza. Na Bwana Yesu akasema kwamba kuweni waangalifu, muangalie gharama za ujenzi. Mtu anapojenga alafu akaishia kwenye renta, akashindwa kumalizia nyumba, watu watamcheka. Angalia, alianza vizuri, amejenga nyumba, imefika kwenye renta anataka kuiuza. Ni aibu kwamba umejenga lakini kufikia mwisho ni aibu. Kwa hiyo mahusiano yote yale ambayo yanavunjika yanaleta aibu ya aina fulani. Imekuwaje mmeshindwa kuishi pamoja? Lakini lingine ambalo lipo, kuna watu wanaishi pamoja lakini hawana furaha katika maisha yao, hawana amani. Ninayo kesi ya mchungaji ambaye najua kabisa, sio mmoja, wachungaji, nisema wachungaji wa kilokole, sio makanisa haya ya endeni kwa amani, makanisa ya kilokole. Wachungaji wakizao wanazungumzia juu ya machungu wanayokutana nao kwa waume zao ambao ni wachungaji. Huyu mama mmoja mchungaji akaniuliza jana, sijui mchungaji kila siku ya Ijumaa anakaa ofisini kwa ajili ya kushauri watu, sijui anashauri nini. Sasa sijui kama anashauri nini, manake ndoa yake mwenyewe imemshinda. Sasa ni mama mchungaji anaongea kwa uchungu mkubwa. Mama huyu mchungaji ana jirani yake, akamwambia, wewe unavumilia sana, kwa nini usitafute mchepuko? Anamwambia mama mchungaji kabisa, jirani huyo anamwambia mama mchungaji, kwa nini usitafute mchepuko? Mama mchungaji akajibuje? Akasema hivi, nitaupata wapi mchepuko? Yule mama mchungaji akasema, nitaupata wapi mchepuko? Sio kwamba hataki mchepuko, anautaka mchepuko, ila anasema nitaupata wapi mchepuko? Yule rafiki yake akamwambia aje, akasema hivi, aliyemloga mumeo amekuloga na wewe. Aliyemloga mumeo mchungaji, huyo mume wako mchungaji, aliyemloga mume wako mchungaji amekuloga na wewe. Yaani umeshindwa kutafuta mchepuko mwanamke. Sasa haya anaambiwa mama mchungaji, je, wewe usiokuwa mchungaji itakuwaje? Utaambiwa mengi sana. Utaambiwa mengi sana. Sasa
Yule dada anaongea naye kwenye simu masaa mawili, anasema hajawahi kuchepuka, lakini kuna mtu anamtongoza na amekaribia kumkubali, lakini anadai kwamba ameokoka. Nimeongea naye jana huyo dada. Leo Roho Mtakatifu akaniambia mpigie simu uongee naye, uangalie, je, ukiroho wake, uhusiano wake na Yesu uko sawasawa au anafanya maigizo. Nimeongea naye kwa makini sana leo kwa gharama zangu mwenyewe na sikumchaji. Akaniambia hivi, nimeamua kufunga siku 7 kumuomba Mungu, na Mungu jana ndo akaniambia niongee na wewe. Nikamwambia hivi moyoni mwangu, wewe sio mtu wa kwanza kufunga kumuomba Mungu juu ya ndoa yake alafu akakutanishwa na mimi. Nikamwambia hivi, kuna silaha ambazo unapaswa uzitumie kuiokoa ndoa yako, unazijua? Kuna silaha ambazo unapaswa uzitumie kuiokoa ndoa yako, unazijua silaha hizo? Na leo nitakupa moja kati ya silaha hizo, kwamba ndoa yako imetekwa na mabaya, ndoa yako imetekwa na mwovu. Sasa unapaswa uende ukaikomboe, ukairudishe katika hali ambayo Mungu anataka iwe. Mungu aliyesema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa hakudanganya, amesema kweli kabisa. Kwa nini? Kubomoa nyumba hakuhitaji ufundi, lakini kujenga nyumba kunahitaji ufundi. Kubomoa ni unagonga tu ukuta, unagonga kwa nyundo, nyumba inabomoka. Kweli au sio kweli? Lakini kujenga unahitaji ufundi. Na nimetoa video nyingi hapa, na video zaidi ya 2500 kwenye channel hii. Nafundisha mambo mengi sana, kona tofauti nazigusa, nyingine nazirudia mara kwa mara. Lakini watu wengi wanalipuuzia, wengine wananikandia sana, wananisema vibaya sana kwenye comments zao. Naziona hizo comments, si kwamba sizioni, lakini hazinibabaishi. Kwa sababu gani? Ninazo shuhuda za watu ambao wamenufaika na elimu hii. Nina ushahidi wa kutosha. Ukiingia kwenye peji yangu ya Instagram utaziona screenshot za watu ambao wanashuhudia mafanikio. Kwa hiyo sibabaishi na matusi ya watu wengine. Wajinga watasema mambo mengi. Sasa nikusomeseshe message ya mwanamke huyu. Ninaposema kwamba Mungu amesema kwamba watu wangu wataangamia kukosa maarifa, haijalishi unamwamini Mungu au muamini Mungu, lakini maarifa ni ya muhimu, kama nilivyozungumza kwamba kujenga nyumba unahitaji ufundi, lakini kubomoa ukuta ni ngongongo, hahitaji fundi. Ni mtu mpe nyundo, ana nguvu za kutosha, atagonga ukuta, ukuta utaanguka. Lakini kujenga kunahitaji ufundi. Sikiliza story hii kutoka kwa huyu mama. Anasema, Dokta, niko ndani ya ndoa miaka 16. Miaka mingapi hiyo? 16. Anasema, wiki iliyopita nimegundua kwamba mume wangu hajui hata kisimi kilivyo na jinsi mimi mwanamke ninavyopendelea kichezewe kisimi. Nimeanza miezi miwili iliyopita kupambania ndoa yangu. Maana yake tendo la ndoa lilikuwa limekufa. Mimi napenda tendo la ndoa, na ile hali ya kukojolewa tu bila kufikia kileleni ilinikatisha tamaa, lakini sasa nimeamua kulivalia njuga hili swala. Nitajitahidi hata kama itachukua miaka 1000, nataka nione mabadiliko kwenye ndoa hii. Kwa sababu gani? Mwanaume asiyejua kisimi kilipo hawezi akajua jinsi ya kukihudumia. Asante sana dada kwa kutuletea ujumbe huu, ambapo inatuletea ufahamu wa kutosha kwamba kuna wanaume na kuna wanawake ambao hawajui yapaswayo kufanya. Sasa
Tafiti iliyofanyika mwaka 2017, tafiti hii inakuletea hapa, ambayo nimeletewa na wataalamu wanaofanya tafiti katika maeneo hayo. Wameletea tafiti hii ilifanyika mwaka 2017. Inasema hivi: watu wengi hawajui uthamani wa kisimi cha mwanamke, wanawake wenyewe na hata wanaume. Na hili inalithibitisha sasa. Na mwanamke mmoja akasema, dokta, mchumba wangu ananiambia nimwambie anishike wapi, mimi mwenyewe sijui nishikwe wapi. Mimi mwenyewe sijui nishikwe wapi ili nifike kileleni. Sikiliza story hii ya kweli. Huyu kaka ananipigia simu, dokta, nimeshafanya mapenzi na huyu mchumba wangu sio chini ya mara 18, sio chini ya mara 18. Leo nimemuuliza huyu dada kama katika mara hizi zote tumefanya mapenzi umefika kileleni mara ngapi? Akaniambia nimefika kileleni mara hii moja tu. Anasema niliumia sana. Nikamuuliza, sasa katika hiyo mara moja ambapo nilikufikisha kileleni nilikufanyiaje? Mwanamke akasema sikumbuki, lakini ninachokumbuka ni kwamba ulifikisha kileleni mara moja tu, na natamani ingekuwa mara nyingi zaidi ya hiyo. Sasa tafiti hii ambayo imefanyika mwaka 2017 na shirika ambalo linaitwa na kuchapishwa kwenye jarida la wanasayansi linaloitwa Journal of Sexual and Marital Therapy, inaonyesha hivi kwamba 18.4% ya wanawake wamesema hao peke yao ndio ambao wanaweza kufika kileleni kwa kuingiliwa peke yake bila kuchezewa. Narudia tena, tafiti ya 2017 iliyochapishwa kwenye jarida la wanasayansi linaloitwa Journal of Sex and Marital Therapy limeonyesha kwamba 18.4% ya wanawake wanasema hao ndio ambao wanaweza kufika kileleni peke yake bila maandalizi yoyote, kwa kuingiliwa tu peke yake. 18% ni asilimia ndogo sana. Sasa ubaya wake uko wapi? Ni kwamba asilimia kubwa ya wanaume wanafikiria kwamba kumwingilia mwanamke peke yake kunatosha, na kama watafanya maandalizi hayazidi dakika 5. Mwanaume anapaswa ajue kwamba mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake na madoido yake na utundu wake na mbwembwe zake. Mwanaume anayejua maeneo 4 katika hayo 17, itafikia hatua ataanza kumboa huyo mwanamke. Mwanamke atakuwa anajua unaanzia wapi unaishia wapi. Kwa hiyo hakuna kipya anachokitarajia kutoka kwako. Hivyo huwezi ukatibua kichocheo kinachoitwa dopamine ambacho kinasababisha msisimko katika mwili wa mwanadamu. Nakupa hiyo ni science, lakini kikubwa ambacho kinatokana na message ambayo nimeisoma ya huyu mwanamke, anasema mume wake hajui kisimi kilipo, na kama hajui kisimi kilipo au kilivyo, maana yake hajui hata jinsi ya kukihudumia. Tafiti hii ya kisayansi inaonyesha wazi kwamba wanaume wengi hawajui kisimi jinsi ya kukihudumia, na kisimi kina miisho ya mishipa ya fahamu isiyopungua 5,000. Kwa maneno mengine ni kwamba kisimi cha mwanamke ndio swichi ambayo ukiweza kuifanyia kazi vizuri utafungua mlango wa umeme kuingia, mwanamke afike kileleni kwa mshindo mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu hii. Tafiti za kisayansi zinaonyesha kwamba iwapo utakuwa umemwandaa vizuri mwanamke huyu kwa muda mrefu, kisimi kinavimba kama vile uume wako unavyoweza kuvimba. Kisimi kikivimba kina uwezo wa kugusa mishipa
inayoenda kwenye viungo mbalimbali vya mwanamke. Viungo hivyo vyenye mishipa ya fahamu inagusa na kufungua vipokea hisia visivyopungua 50,000. Unasikia? Yaani ukifanikiwa kuweza kukihudumia kisimi vizuri, kitafungua miisho ya mishipa ya fahamu, kwa Kiingereza wanaita nerve receptors, yaani vipokea hisia 50,000 katika mwili wa mwanamke. Nakumbuka kwa mara ya kwanza kufanya mapenzi na mwanamke, mke wangu alifariki mwaka 1979. Sikufanya mapenzi mpaka 2004. Miaka 5 nilikaa bila kufanya mapenzi kwa sababu nimeokoka sana. Lakini mwaka 2004 mwezi wa pili nilikuwa dhaifu, na nimejua udhaifu wangu ulitokana na nini. Nilikuwa nasikiliza sana nyimbo za muziki hii ya kidunia, sababu ya upweke. Nilikuwa nasikiliza sana nyimbo za muziki ya dunia. Miaka 5 sikufanya sex, lakini 2004 nilianza kufanya sex na dada mmoja. Huyu dada alishangaa sana kwa sababu mpaka analia, miguu yangu inatetemeka na kufika kileleni. Alafu ananiambia akirudi nyumbani huwa anasinzia, lakini kwa ndani ya gari ya daladala akiwa anasinzia. Dada mwenye umri wa miaka 31. Kwa mara ya kwanza anasema, nilikuwa nafikiria kufika kileleni kwa wanaume tu. Nilikuwa nafikiria. Sasa baada ya kufungulia hapo mwaka 2004, kufungulia miaka 5 sijafanya mapenzi. Baada ya kufanya mapenzi mwaka 2004, nicheza rafu sana, nimetembea na wanawake wengi kidogo. Sikwambii dada, sijui kanicheka sana, lakini nimezini sana. Nikakutana na binti wa miaka 22 nikiwa na umri wa miaka 49. Akanambia, "Dokta, kwa wazee nashindwa kukuweka, kwa vijana nashindwa kukuweka. Manake show ulioweka hapa ni kali sana." Binti wa miaka 22. Sasa nakupa hivi si kwamba najivunia, ila nakupa hivi nakwambia ni kwamba ukiyajua haya mambo utafurahia sana mahusiano ya ndoa. Sisemi kwamba tendo la ndoa ndio kila kitu. Mambo unielewe. Sisemi kwamba tendo la ndoa ndio kila kitu. Sisemi hivyo. Lakini lina nguvu ya ajabu sana. Tafiti za kisayansi zinaonyeshaje? Zinasema hivi, tendo la ndoa likienda vizuri linachangia kati ya 18 hadi 20 ya ubora wa uhusiano huo. Lakini tendo la ndoa likienda vibaya linachangia migogoro kati ya 78 mpaka 82 ya migogoro. Kwa sababu gani? Tendo la ndoa linaondoa stress, ile hali ya kuchukia, hali ya kununua inaondoka. Sasa kuna vitu vingi ambavyo vinatokea katika mahusiano ya kimapenzi, na katika ulimwengu huu ambapo mpenzi uliye naye ishatembea na wanaume 2, 3 au 4 kabla yako, au wanawake 5, 3, 2 kabla yako, kuna vitu atakuwa analinganisha, lakini hatakuambia. Katika tafiti ya mada hii ya leo, kukutana na kaka mmoja akasema kwamba, "Dokta, niko ndani ya ndoa miaka 12. Niliumia mke wangu aliponiambia mwanzoni mwa ndoa hii alikuwa ananidanganya kwamba amefika kileleni, kumbe hajafika kileleni." Nasema niliumia sana. Naona ndoa ya miaka 12, lakini anaambia ile mwaka ule wa kwanza nilikuwa nakudanganya kwamba nafika kileleni, kwa sifikaji. Sasa niko kwenye kazi hii miaka 20 sasa hivi. Na huyo kaka alipokutana na shule yangu kaweza kumshangaza mke wake. Anyway, nataka niongee kitu ambacho ni cha msingi hapa. Kwa mfano swala hili la masaji, kufanya masaji. Hebu nikuulize mtazamaji unaniangalia, mara ya mwisho umemfanyia masaji mkeo ni lini? Je, unajua jinsi ya kufanya masaji? Mwanamke unaniangalia,
Je, umeshawahi kumfanyia masaji mumeo? Mara ya mwisho kumfanyia masaji mumeo ni lini? Sasa hivi kuna saluni ambazo wanaume wanaenda kufanyiwa masaji. Unajua kinachoendelea huko? Unajua mimi nimetongozwa. Nimeenda kunyoa nywele. Dada ananitongoza anasema bwana, nunua na masaji itakupa vitu vizuri. Nunua masaji itakupa vitu vizuri. Natongoza na dada kumwona ni mzuri kweli, mweupe ana hips za kutosha. Lakini anakuona anakushawishi uende kufanya masaji. Sasa haya mume wako hatakwambia, anasema nimeenda kunyoa tu. Nimeenda kunyoa peke yake. Kwani akirudi anarudi amenyolewa. Lakini hujui kilichojiri kule alikokuwa ameenda. Kwa hiyo mwanamke anapaswa ajue kwamba mwanaume ana maeneo 14 na mwanamume anapaswa ajue kwamba mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake. Sasa katika tafiti ya mada hii nimekutana na vitu ambavyo ningependa nivizungumze, siviache kwa sababu naona muda wangu umeshaenda sana hapa. Hebu tujiulize swali hili. Je, tunapaswa kuwa mabingwa katika tendo la ndoa bila kuingia shule, bila kujifunza haya mambo? Yaani tunazaliwa na ufundi wa kujua jinsi ya kufanya mapenzi kikamilifu. Tunazaliwa nao ufundi, kama vile ufundi wa kwenda kunya, ufundi wa kujua kukojoa, ufundi wa kula chakula. Tunazaliwa nao ufundi. Katika kizazi hiki kilicho nacho cha internet, ufundi ni kitu cha muhimu sana. Elimu, maarifa ya uhusiano wa tendo la ndoa ni jambo la msingi sana. Kaka mmoja katika tafiti hii akasema kwamba wanawake lazima mwanze kufanya kampeni ya kuambia wanaume wajifunze mapenzi ya kitandani. Acheni kufeki kufika kileleni. So acheni kufeki kufika kileleni. Mwanamke mmoja akasemaje, mume wangu alijaribisha mara chache kuniandaa vizuri, lakini nasemaje? Anasema mume wangu alijaribisha mara kadhaa kuniandaa vizuri na kuchezea kisimi changu, lakini alikuwa anatumia mfano wa mpenzi wake wa zamani ambaye alikuwa naye kwa muda wa miaka 2. Alikuwa anataka kunifanyia vitu ambavyo mpenzi wake wa zamani alikuwa anavipendelea wakati mimi sivipendelei. Unaweza kuona? Usifikirie kwa sababu ulikuwa unaweza kumfanyia vizuri Alex na Joshua naye atavipendelea vitu vile vile. Usifikirie mambo mazuri ambayo alikuwa anayapendelea Jennifer, Anita na yeye atavipendelea. Usifikirie mambo ambavyo Linda alikuwa anavipendelea, Grace naye atavipendelea. Kama vile kwenye fingerprints, hizi fingerprints kila mtu ana cha kwake. Fingerprints kila mtu ana ya kwake. Ile saini ya dole gumba kila mtu ana ya kwake. Tunatofautiana. Wanawake wanatofautiana na wanaume wanatofautiana. Kwa hiyo usifuate mkumbo, usifuate mazoea. Unahitaji kuwa na vitu vingi vya kumfanyia mwenzio ili mwenzio akuone kwamba wewe ni wa tofauti, na utamu wako na ladha ya penzi unalolitoa la tofauti kabisa na ni tamu, na aanze kulipendelea. Sasa katika mada hii ambayo nimeileta ya kwamba hasara wanazozipata watu ambao wanapotezea maarifa ya mapenzi ya kitandani, napenda nizungumze hivi. Unaposhindwa kumnogesha mwenzio vizuri, ataanza kukuona wewe huu sio mtoshelevu, na hii inasababisha uchungu ndani ya nafsi yake. Na Biblia kwenye Waebrania 12 mstari wa 15 hadi wa 17 tunaambiwa usifanye jambo lolote litakaloleta uchungu. Usifanye jambo lolote litakaloleta uchungu likawatia najisi watu wengi. Kwa hiyo unaposababisha uchungu katika eneo hili la tendo la ndoa, mume wako anaweza kubadilika, mke wako anaweza kubadilika, lakini asikwambie chanzo kwamba ni hiki. Tafiti za kisayansi zinaonyesha wazi kwamba
iwapo siku 7 za wiki, siku ambazo hamfanyi mapenzi zinazidi zile ambazo mnafanya mapenzi, ndoa hiyo inaenda kaburini. Hiyo ni tafiti ya kisayansi. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yanapaswa yaongezewe kwenye uhusiano wenu, lakini huwezi kuyaongeza kwa sababu unapata visingizio ukasema, mimi najua. Lakini hujui mwenzio kabla ya kukutana na wewe amekutana na vitu gani. Wewe unasema najua kila kitu. Hujui kabla huyu mumeo, huyu mkeo, kabla ya kukutana na wewe huko alikutana na vitu gani ambavyo alivipenda. Inawezekana amekubali kuolewa na wewe kwa sababu ya uzuri wa makalio yako, kwa sababu una pesa nyingi. Hakulipa kipaumbele tendo la ndoa, lakini atapokuwa amezoea hizo pesa au uzuri wako, atalikumbuka tendo la ndoa ambalo alikuwa anafanya na watu kabla yako. Sasa kuna mahali ambapo mwenzio atasema hivi, mbona mimi najitahidi kukuandaa? Mbona mwenzangu na wewe uniandai kama ninavyojitahidi kukuandaa wewe? Huyu mpenzi wako awe ni wa kike au wa kiume, anaweza kuwa ndani ya moyo wake ana maneno kama hayo. Mbona wewe hujitahidi kuniandaa kama ninavyokuandaa? Mimi nakunyonya, wewe mbona uninyonyi? Mimi nakulamba, mbona wewe unilambi? Unaweza kuona? Kwa hiyo kuna hayo. Sasa anapoanza kusema mbona mimi nakuandaa mwenzangu uniandai, yanaleta uchungu ndani yake, yanaleta huzuni ndani yake, kama mtu aliyepoteza kitu. Ile huzuni itakuja badilika kuwa uchungu. Atatafutia msaada nje ya ndoa, atatafuta faraja nje ya ndoa. Je, hilo unalitaka wewe? Unalitaka hilo liwepo kwenye mahusiano yenu? Napenda nikwambie ndugu mpendwa, sizungumzi haya kutisha. Nataka nikueleze ukweli ili uweze kufanyia kazi ukweli huu. Sikiliza dada huyu anachozungumza hapa. Mume wangu wa kwanza ambaye nimekuwa naye kwa muda wa miaka 13 na kuwa naye mtoto mmoja, hajawahi kuniandaa kwa muda mrefu. Nilishamwambia vitu ambavyo navipendelea, lakini alishindwa kuvifanya. Naona nilishamwambia zaidi ya mara 1000, lakini yeye alipuuzia. Lakini alikuwa ana uwezo wa kuhesabia katika ndoa yetu ya miaka 3 ni mara ngapi nilimnyonya. Alikuwa anakumbuka kwamba ndoa ya miaka 13 alishaninyonya kama mara 7 tu. Lakini mambo yote ninayomwambia hayakumbuki, anifanyie hayakumbuki. Lakini nataka tu nimnyonye sana. Sasa mimi mwenyewe sinyonyi, kwa nini na mimi nimnyonye? Na mimi naacha. Anaendelea. Lakini mume niliolewa naye sasa hivi baada ya kuachana na yule fala, anajua mahali pa kupigia breki ni wapi, mahali pa kuongezea mafuta ni wapi, mahali pa kunilamba ni wapi, mahali pa kuninyonya ni wapi, mahali pa kuning'atang'ata ni wapi. Na si hilo peke yake. Anasema hivi, amewekeza kutafuta elimu, ananijali katika kila mahali, alafu anafurahia kuniandaa na kunichezea mwili wangu. Anasema anafurahia kuniandaa na kunichezea mwili wangu. Anaonyesha kwamba anafurahia mwili wangu, anaupenda mwili wangu. Anaponilamba makalio, analamba huko, ananiambia baby, una makalio matamu. Sasa wewe unafanya mapenzi na mke wako kama bubu, unafanya mapenzi na mume wako kama bubu, lakini unajiona unajua kila kitu. Unajiona unajua kila kitu. Napenda nikwambie, unahitaji elimu ya mapenzi. Nina video zaidi ya 60 GB 21 kwa wanawake na hata kwa wanaume. Gharama yake sio kubwa, ni shilingi 10,000 na kutumia kwa njia ya email. Kama hujui email ikoje, maelekezo na kuwekea hapo. Unaipataje email ukiwa na simu kubwa? Tafadhali sana agizia video hizo upate elimu mpya na video nyingi mpya. Subscribe, ni follow na waambie marafiki zako, share nao. Na tafadhali sana zingatia kwamba haya mafundisho ni kwa wanandoa. Kama uko nje ya ndoa utayatumia shauri lako, lakini sipendi uendelee kufanya dhambi mbele za Mungu, na Mungu akubariki. Bye bye.